السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutusimulia kuhusu Dhulqarnain, ambaye Makuraishi walikuwa wameuliza kuhusu habari zake, kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba lengo ni kumkwamisha ili da'wa yake isimame. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kusimulia, akasimulia kwa lugha ya kumpa heshima kubwa sana Dhulqarnain, aliposema: wayasalunaka an Dhulqarnain qul saatlu alaykum minhu dhikra. Wanakuuliza kuhusu Dhulqarnain, qul, sema uambie, saatlu alaykum, nitakusomeeni, nitakusimulieni. Lengo manake nitakusimulieni, lakini ilipokuwa saatlu alaykum minhu dhikra, saatlu alaykum, nitakusomeeni, kwamba itasomwa kadhia Dhulqarnaini, kusimuliwa kwake sio masimulizi ya kawaida. Kwanza, heshima ya kwanza, atlu alaykum, mimi ndio nitasimulia, halafu nitaifanya isomwe dhikra, kumbukumbu ambayo itakuwa iko mpaka siku ya kiyama, itasomwa ndani ya Qur'an. Hii ni heshima kubwa sana huyu mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsimulia, akampa heshima yake, heshima ambayo itaendelea kusomwa ndani ya kitabu chake mpaka siku ya kiyama. Na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kukihifadhi: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hakika sisi ndio tumeishusha dhikri hii dhikri ameita dhikri Qur'an. Halafu anasema saatlu alaykum minhu dhikra, nitakusomeeni kuhusu Dhulqarnaini iwe ni dhikra kwenye hii Qur'an iliyoitwa dhikri. Kwa hiyo nitafanya mazungumzo yake nitakao kusimulieni yatazungumzwa kwenye kitabu ambacho nitakilinda, hakitoharibiwa mpaka siku ya kiyama. Imo habari yake Dhulqarnain. Atlu alaykum minhu, nitakusimulieni kiasi, manake sio habari zote. Kwa hiyo manake tunazozipata ni kiasi. Minhu, kuhusu yeye kidogo, kiasi fulani. Tusije tukaona kwamba habari hizi tulizozipata za Dhulqarnain ndio zote, sio kitabu cha historia hiki. Sawa? Manake ni kuchukua vitu tu ambavyo tunaweza tukaiga tukapata faida, basi ni hilo tu. Sasa katika hilo zungumzwa jana, tumeona jana amekwenda mpaka upande wa magharibi ya jua. Aliposema upande wa magharibi, manake amefika mpaka pahali kwenye sehemu, ametembea mpaka mwisho kabisa. Hapa alipofika huko analiona jua tu, ile bara amelitembea, amelimaliza, na kula analiona linashuka jua. Basi ni sehemu aliyofika, na kazi aliyoifanya tumeiona. Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu, amempa mamlaka, akakuta watu hao Mungu akamwambia, tumekukabidhi, kama utawaadhibu au utawafanyia wema wako kwako. Hiyo ni heshima nyingine Allah subhanahu wa ta'ala kumkabidhi, kumwambia tumekukabidhi na mamlaka tumekupa. Lakini tukapata faida katika kupitia kile kisa kwamba huyu alikuwa ni mja mwema. Akasema, ya Rabbi, katika hawa watu utakaokuwa umenikabidhi mimi ni waadhibu au vinginevyo, amma man dhalama fasawfa nuadhibu, atakayedhulumu akiwa si mtu mzuri, mtu ovyo ovyo, hataki kusikia, tutamwadhibu.
thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibu adhaban nukra, kisha atarudishwa tena kwa bwana wake, ataadhibiwa adhabu kali sana. Wa amma man amana, ama yule ambaye atakuwa ameamini, amekuwa mtu mwema, msikivu, anafahamu ujumbe wa Allah, wa amila salihan, akafanya mema, falahu jazaan alhusna, kwa vyovyote huyu atapata malipo mazuri kwako kuingia peponi. Si hilo tu, ataingizwa peponi na wewe. Wasanaqulu lahu fi amrina yusra, na tutazungumza sisi naye, tutazungumza naye katika mamlaka uliotupa, tutazungumza naye kwa uzuri, tutamtaja vizuri, tutamtanguliza mbele za watu wamfahamu, si amefanya vizuri, basi malipo mazuri, alipwe vizuri. Hivi ndivyo alivyokuwa Dhulqarnain. Maana yake ni kwamba aliasisi dola ya uadilifu sehemu aliyokwenda. Alikuta kuna watu wanafanyana dhulma hii na hii na hii, lakini hakuondoka mpaka akahakikisha ameweka mamlaka iliyo imara ya uadilifu. Basi baada ya hapo sasa akaondoka pale pako imara, hana wasiwasi. Na tumeambiwa, tunasimuliwa kidogo tu, sio? Je, dola hii wasimamizi wake walikuwa ni kina nani na hiyo habari hatukuelezwa. Sawa sawa. Thumma atba'a sababa, kisha akafuata tena njia. Amepewa sababu za kufikia kila analolitaka, amepewa namna ya kufuata njia ya kila lile ambalo anataka kulifikia, uwezo huo anao. Thumma atba'a sababa, kisha akafuata njia, akafuata taratibu za yale anayoyataka kwenye safari yake. Hatta idha balagha, mpaka alipofika matli'a shams, machomozeo ya jua. Yani kwa vyote jua tunavyojua kidunia, jua dunia inazunguka, kwa hiyo kila unapokwenda jua litachomoza. Ni kwamba nako pia amefika sehemu sehemu ambayo kwenye bara alilolitembea mpaka amefika pahali akaona kule kuliko sasa ni jua kuchomoza. Sawa sawa. Huko amefika akaiona ni bahari, jua linazama. Na amekwenda sehemu nyingine huko nako amefika mpaka akaona ni bahari vile vile, huko ni jua linatoka. Maeneo kama hayo ni yapi maeneo aliyofika? Allahu alam, hakutueleza. Alipofika kwenye sehemu hiyo machomozeo ya jua, wajadaha, akalikuta jua kwenye eneo hilo, tatlu'u, linachomoza, likichomoza, ala qaumin, liko juu ya watu fulani, lam naj'al lahum, hatukuwawekea watu hao, min duniha, chini ya jua hilo, sitra, kizuizi chochote. Akakuta jua linachomoza liko kwa watu wale jinsi walivyo, lam naj'al lahum, hatukuwawekea, min duniha, chini ya jua hilo, sitra, kizuizi chochote. Maanake kizuizi ni kuwa pengine kuwe kuna milima ya kuwazuia sehemu fulani, hakuna. Miti ya kuweza kuwazuia na jua, hakuna. Majumba ya kwao ya kujenga, hakuna. Inaonekana watu hawa kama ni yako nyuma, basi mazingira walioishi na namna walivyo kimaisha, manake bado walikuwa wako nyuma, hawana majumba, hawana nini, na mazingira waliokuwa wanakaa ni mazingira yako wazi. Ni wapi? Allahu a'lam. Sijui alikwenda mpaka wapi bwana. Lakini Allah alimpa uwezo wa kutembea sana, na alikuwa ni mtu mwenye hamasa kwa kiwango ambacho Allah amempa uwezo, hatulii. Anakwenda anachimbua hiki, akichimbua hiki anakwenda huku, anarudi huku. Na Allah amesema makanna lahu fil ardh, tumemmakinisha, maanake tumemwezesha, uwezo anao. Kadhalik, kama vile ambavyo ilikuwa kwenye sehemu nyingine alikokwenda huku, sasa alifanya kazi, na huku manake atafanya kazi, ila Allah hakuisimulia. Waqad ahatna, na kwa hakika tulikuwa tumedhibiti, tumezunguka, bima ladaihi, katika yale alionayo. Manake tuna elimu, ahatna khubra, tuna elimu, tuna habari, bima ladaihi, shughuli zake zote anazifanya, mambo yake yote anayofanya, Allah anasema tumezizunguka kazi zake na tunazifahamu. Lakini hakutusimulia hapa alifanya nini alipofika kwa watu hawa, alipoona wako vile akawasaidiaje, alitengeneza mamlaka nzuri iliyotulia, hakutueleza, imenyamazwa. Lakini tunamjua ni kiongozi mwadilifu,
hawezi akawaacha watu kwamba wapo ovyo ovyo, wanahitaji kusaidiwa, awaache hivi. Itakuwa ni kama kurudia na huko alipofika nako akawakuta watu wako hivi, wana matatizo, akawasaidia. Allah anasema tunayajua mambo yake yote, tumeyazunguka kwa elimu. Imekwisha hapo kipengele hicho. Sawa sawa, twende kingine. Thumma atba'a sababa, kisha akafuata njia tena, akaondoka pale. Eneo hilo alikaa muda gani? Alikaa tu kuambiwa. Ila kwa ukiona story inavyokupitisha haraka hivi, unaweza ukaona kama alifika akaondoka, lakini haingii akilini hivyo. Mtu ambaye ana uchunguzi, anaangalia mambo, ana hamasa ya vitu, huwa hafiki tunakuondoka. Hiyo ndio taswira tunayoipata. Kama tulivyoiona kwenye sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ni hivyo hivyo, basi ya tatu tutaona zaidi kwamba kweli ni mtu aina gani. Thumma atba'a sababa, kisha akafuata njia vile vile, hata akaenda mpaka idha balagha, alipofikia baina saddaini, kati ya vizuizi viwili. Imefasiriwa vizuizi hivi jabalaini, akafika baina saddaini, kati ya milima miwili. Milima ilikuwa maarufu kwenye sehemu hiyo aliyokuwa amekwenda, milima mikubwa, mlima ambao unaacha njia katikati. Alipoingia kwenye eneo hilo, wajada min dunihima, akakuta chini ya milima miwili hiyo, kwa vyote pakiwa pana mlima na mlima sipana bonde. Hili bonde hili pana watu wanaishi kwenye eneo hilo, na bonde hili limepata vizuizi viwili vya milima hii, pana njia ya kupitia kuingia. Akakuta min dunihima, chini ya milima hiyo, qauma, wako watu hawa la yakaduna yafqahuna, wanakaribia kutokuelewa qaula, maneno yoyote. Yani wanakaribia kutokufahamu lugha yoyote nyingine zaidi ya ile ya kwao. Dalili ya kwamba watu hao hawatembei, wako kwenye eneo lao tu, wana lugha yao tu, na lugha yao ni ajabu. Sio kufahamu wao tu, na wao hawafahamiki wanachozungumza walivyo, na wao wanakaribia kutokuelewa lugha ya mtu mwingine. Mpaka hapa tumepata picha fulani. Wapo watu kwenye eneo hilo, la yakaduna yafqahuna qawla, wanakaribia kutokufahamu kauli yoyote ya mtu mwingine yoyote. Na Dhulqarnain yuko na watu wengi wenye lugha nyingi anaotembea nao, lakini kwa wale ikawa zimegonga ukuta. Lugha zote kwa wale la yakaduna yafqahuna qawla. Sawa. Sasa lakini kitu cha ajabu, Allah anatuambia kitu hapa, watu ambao hawawezi kuzungumza kabisa kuelewa lugha ya mtu wala kueleweka. Sikiliza, Mungu anasema qalu, wakasema ya dhal qarnain, dhul qarnain. Sasa wamesemaje hapa? Nao hawafahamiki. Sikiliza maneno tupate picha ya Mwenyezi Mungu anavyotupa tanbihi ya ukisoma maneno upate kuzingatia kidogo. Qalu, wakasema ya dhal qarnain, dhul qarnain, inna yaajuja, hakika yaajuj wa maajuj, na maajuj manake ni makundi mawili ya watu hawa, mataifa mawili ya watu, au makabila mawili makubwa ya watu, Yaajuj na Maajuj. Mufsiduna fil ardh, hawa ni waharibifu sana katika nchi yetu hii. Hawa watu hawaelewi lugha ya mawasiliano yote, lakini wanamwambia Dhulqarnain. Hapa tunapata taswira Dhulqarnain ni kiongozi kweli mwadilifu. Amefika kwa watu ambao si rahisi kueleweka, lakini akafanya kila alichofanya, akatumia hila zake zote mpaka akaelewana nao. Kwani kama mtu bubu kabisa, watu wanazungumza naye, wazungumzi naye. Sasa zile ishara anazozitoa kwake yeye ndio mazungumzo, sio mazungumzo. Kwa hiyo pamoja na kwamba anafanya hivi na hivi, ndio anaongea huyo. Kwa hiyo Allah kusema qalu, wakasema, sio maana yake kwamba hawaeleweki, lakini wamesemaje? Watazungumza mpaka waelewane. Dhulqarnain amefanya kila alivyofanya mpaka ikawa wanachokisema kwa ishara zao anaweza kukielewa. Tuko vizuri? Bubu anaweza kukwambia kitu bwana, akwambia
Anakueleza nini hapo? Njaa. Si umemuelewa bwana? Utamsaidia. Ukimsaidia. Mmeelewana mjaelewana? Akushukuru. Mwingine kama amemuudhi kidogo, anamtishia hivi, ndio nitakupiga. Unamuelewa muelewi? Mfano kama huu, Dhulqarnain hakuwaacha hawa watu kwamba eti basi watu wako nyuma kabisa hawaelewi chochote, basi kwa heri niondoke bwana. Hapana, hakufanya hivyo. Akakaa na timu yake pale. Hawa watu bwana, sharti tujue shida yao ni nini. Mbona wametingwa, wanataka kutueleza kitu. Qalu, wakasema kwa ishara zao walizozungumza naye, mpaka wakaelewana, wakawa wanamshtakia, ya Dhulqarnain, ewe Dhulqarnain, inna Yaajuj wa Maajuj, hakika Yaajuj na Maajuj, mufsiduna fil ard, ni waharibifu sana katika hii nchi. Wanakuja kwenye nchi yetu, wanaingia humu, wanaharibu, wanatunyang'anya, wanatupiga, wanaua watoto, wanapora wanawake, wanachukua mali. Mufsiduna fil ard. Dhulqarnain anaelewa kinaeleza kitu gani. Kila mara wanakuja, wakija wanafanya hivi. Sasa wana maombi, fahal naj'al lak, je tukupe wewe, tukujalie wewe, manake tukupe kharjan, makusanyo ya vitu vyetu, manake tukupe ujira. Kharjan inakuwa ni kitu kilichoweza kukusanywa kwenye juhudi zao. Huyu amekusanya hiki, huyu amekusanya hiki, mpaka akapata hiki na hiki. Tukupe wewe, uwe ni ujira. Ala an taj'ala bainana, ili ututengenezee kati yetu sisi, ufanye kati yetu, wa bainahum, na kati yao Yaajuj na Maajuj, sadda, ututengenezee kizuizi. Tunaomba, huwa wanapita hapa kwenye mlima hapa, ndipo wanapopita njia hii kubwa hii, huwa wanakuja jeshi kubwa kweli, likiingia vurugu hapa, nchi yetu yote wanaiharibu. Tukikaa tukijiimarisha tena, baada ya muda wanakuja tena. Wao kazi yao imekuwa kuja kuchukua tu. Sasa tunaomba utufanyie kizuizi, taj'al bainana wa bainahum sadda, utufanyie kizuizi, utujengee. Manake ni kwamba wao wameshindwa, hawawezi kujenga, na wamemuona Dhulqarnain alivyokuja na jeshi hili. Huyu ni mtaalamu, huyu ana vitu vingi, huyu anaviweza huyu. Sasa utufanyie. Maombi yao, kama kweli Dhulqarnain angekuja mtu wa hivi tu, wangeomba vitu vya namna hii. Siwazi inaonyesha sura aliyokuja nayo, huyu anaweza kutufanyia kitu. Ndio ile inna makanna lahu fil ardh, kwa hakika sisi tumemwezesha, tumemmakinisha, tumemwezesha katika ardhi. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, tumempa kila anachotaka kukiendea, kukifanya, tumempa njia. Sasa na wale wamemuona huyu bwana anazo njia za kuweza kutujengea kizuizi hapa, wanamuomba, wanamwambia nini? Ya Dhulqarnain, ewe Dhulqarnain, inna Yaajuj, kwa hakika Yaajuj wa Maajuj na Maajuj, hawa kaumu mbili hizi zenye nguvu hizi, mufsiduna fil ard, ni waharibifu katika ardhi. Fahal naj'alu lak, je tukujalie wewe, manake tukupe kharjan, malipo ya makusanyo yetu tutakayokusanya pamoja, tukupe ala an taj'ala bainana, ili uweze kutujengea kati yetu sisi, wa bainahum, na kati yao utuwekee sadda, kizuizi. Msikilize Dhulqarnain anafanya kila namna mpaka awajibu vizuri. Qala, akasema Dhulqarnain, akasema ma makanni fihi rabbi, vitu ambavyo bwana wangu, ataongea nao kwa ishara mpaka wataelewana. Vitu ambavyo bwana wangu mimi amenipa, si ndio? Wataelewa wale, mimi nina vitu chungu mzima bwana wangu mimi amenipa. Ma makanni fihi rabbi khairu, hivi vitu bora sana, ni bora sana, vitu vingi amenipa mimi, manake sihitaji kitu kutoka kwenu kwenye hili. Allah amenipa vitu bora sana, amenipa uwezo, amenipa mamlaka, amenipa elimu, si ndio? Hivi vitu vyenu bakini navyo. Amekubali ombi, lakini hahitaji kulipwa. Ya salam, kiongozi kweli huyu. Lakini anataka kuwafundisha kitu, anawaambia hivi, mimi ninahitaji kitu kimoja kwenu.
fa'inuni biquwa, nisaidieni kwa nguvu zenu. Somo anatupa Dhulqarnain, nisaidieni nguvu zenu. Maana yake ni kwamba amekuja mtu ana shida, ukitia mkono mfukoni ukampa, alafu kesho akakuja tena ukampa, kesho kutoka, kumbe unaweza ukamfundisha kitu ikawa yeye atakifanya mwenyewe, si nguvu zake zimetumika. Akishakifanya ule msaada ule umsaidia mara moja ukawa endelevu. Dhulqarnain anataka awasaidie hawa, sio msaada halafu akiondoka wao hawajui kitu. Anataka awasaidie, akiondoka amewaachia kitu ambacho watajitegemea. Akawaambia fa'inuni biquwa, nisaidieni kwa nguvu zenu. Nyinyi mna nguvu, nyinyi nitahitaji nguvu zenu, nisaidie. Kwa nguvu hizo nitazitumia, aj'al bainakum wa bainahum, nitatengeneza mimi kati yenu na hao Yajuj na Majuj, nitatengeneza radma. Wao waliomba sadda, akatumia neno radma. Nitatengeneza kizuizi. Kizuizi hicho sio kizuizi mchezo. Sadda ni kizuizi tu, lakini kizuizi pengine kinaweza kikipigwa siku moja kikavunjwa, sio? Lakini radma manake hata ukija ukigonga huku, aliyoko huko hata habari hana. Kama vile ambavyo watu kwa mfano wanavyoweza kuzizuia risasi kwa kutumia mchanga mwingi, si ndio? Ukipiga huko hata kule hakuna habari kabisa, lakini pengine kwenye ukuta risasi wakati mwingine zinatoboa, au sio? Sasa ule mchanga ule machuguu yale makubwa, ile ni radma. Na Dhulqarnain anataka kukijenga sio kizuizi tu, kiwe kama ukuta hivi mara moja, lakini wakija siku moja wanakuja na nyundo zao wanavunja. Anataka afanye radma, kizuizi ambacho hakuna namna ya kuja kukivunja. Hawa nitakufanyieni, lakini nitumie na nguvu zenu. Nitakufanyieni kitu hicho, ila sihitaji kitu chochote kulipwa na nyinyi. Kiongozi mwadilifu mcha Mungu anatupa picha, ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa uwezo na mamlaka na unaweza kuwasaidia wadhaifu, nguvu alizokupa Mungu, wewe bado wewe unahitaji nini kutoka kwao mpaka wachinje mbuzi alafu wakupe nyama, sijui wakusanye dhahabu alizozichimba wakupe wewe uondoke nazo? Unahitaji nini kutoka kwao? Hana shida mtu namna hiyo. Nyinyi endeleeni na vitu vyenu, mimi nitakufanyieni kile ambacho Allah ameniwezesha kukifanya. Akawaahidi hivyo. Sasa wamekubaliana, tutakupa nguvu zetu. Unataka tuamrishe, unataka tufanyeje? Sawa sawa, Manake tayari hiyo kazi unayotaka kuifanya yote sisi tuko tayari kuifanya. Si ndio vibarua wenyewe, ni engineer, si ndio? Basi akawa tayari kuna kazi imeshapangiliwa, ameipangilia vizuri, chuma zinajulikana ziliko, nini vitu gani, namna gani wanaweza kutoa chuma pale mpaka yakapatikana mapande ya chuma. Tayari yameshakusanywa, anawaambia atuni zubar alhadid, nileteeni hayo mapande ya chuma hayo. Vyuma vikubwa vikubwa watu wavibebe, vinaleta tap. Yeye ndio engineer, namna gani vipangiliwe, namna gani vifungwe, si ndio? Space yacho kiasi gani ni yeye. Sawa sawa? Sisi sio maengineer, hatujui ujenzi, tunachukua taswira tu. Chuma kikiunganishwa kabisa kabisa, kikipata joto wala kwa vyote patapinda. Si ndio hivyo? Hata reli zile tunazoona zinaachwa na uwazi. Na engineer huyo ametupa taswira kwenye maneno yake yaliyoko mbele, amepangilia vizuri, lakini kuna uwazi aliouacha. Huu uwazi anataka kuja kuudhibiti kwa kitu kingine. Kama vile unavyoona mavyuma yetu tunavyotaka kuyapangilia, alafu tukaingiza zege na kokoto na nini ndani yake, si ndio? Si ndio tunafanya kitu, tunapofanya kitu kile chuma kimefungwa hiki na hiki, kimefungwa hiki na hiki, kimefungwa hiki, alafu kuna uwazi fulani, uwazi huu tunaingiza zege. Hii zege ikipambana na kile chuma pale, kuna kitu kizuri sana kimeshika, si ndio hivyo? Na yeye bwana akapangilia vyuma, anawaambia atuni zubar alhadid, leteni ya mapande ya chuma, lete, linabeletwa bonge la chuma linapao, linaletwa mpaka pale limewekwa anavyotaka yeye. Lete na lile, linaletwa nyingine limewekwa kwa namna aliyotaka yeye. Limewekwa, limepangiliwa namna gani, kumeachwa nafasi kiasi gani, linapangwa. Allah akazungumza kwa haraka sana, anasema hivi:
hatta idha sawa, mpaka alipoweza kufikisha vizuri huku na huku, baina sadafain, kati ya vile vizuizi viwili, mlima mpaka mlima, si ndio pana njia ya kupita hapo, akiweka kule mpaka huku. Sasa qala mfukhu, anasema washeni moto. Sasa huu moto unawashwa kwenye sehemu gani alikuwa anaikusudia yeye? Mimi sijui, manake utaalamu ulioko hapo, anataka kukipasha chuma moto au anataka kupasha hiki kitu kingine. Manake alisema hivi, alisema umfukhu, pulizeni, washeni. Ni wazi asingewaambia washeni moto huo, ila tayari hata vyombo vya kuwashia ameshawaandalia. Wale sio wataalamu. Sasa kazi hii inayofanywa hapa, unadhani Dhulqarnain alikaa siku moja? Kitu anachotaka kufanya pale ni siku moja hii? Ni wazi kazi inayotaka kufanywa ni kutengeneza kutoka mlima ule mpaka mlima huu, hii njia inayopitwa hapa katikati ni izibe. Kama ni mlima umekaa namna hii, lakini pana nafasi kubwa ya kuweza kupita watu, ni izibe hii mpaka juu, si ndio? Kuna vitu vya kuwashia moto Dhulqarnain lazima waandalie hawa. Zamani kulikuwa kuna vifaa vikifanywa hivi, moto unawaka, si ndio? Anataka kuyeyusha pengine shaba huo, puliza, shaba inayeyushwa. Ni wazi kwamba ameshaandaa na madudu ya kuyeyushia shaba, matanuri yale, tatengeneza matanuri ya kuwashia shaba iandaliwe. Kwa hiyo vyuma vimepangwa, vimeacha spaces zinazotakiwa kutoka kule mpaka huku. Vikishapangwa hivyo, qala nfukhu, anawaambia washeni, pulizeni, washa moto ili yeyushe shaba. Qala atuni ufrigh alayhi, nileteeni nimimine juu yake. Nini ya mimine? Qitra, shaba. Picha ninayoipata mimi sijui itakuwa ni kweli au si kweli. Haraka unaweza ukafikiri labda alipanga vyuma mpaka vikafika juu, halafu ndo akasema atuni ufrigh alayhi qitra, lakini hiyo siipatii hivyo. Hii lazima inatengenezwa step by step, si ndio? Kwa hiyo atapanga vyuma vinavyotakiwa hatua gani kutoka pale mlima mpaka mlima kwa space ambazo ameziacha mle ndani, halafu washeni shaba hiyo. Sasa yusheni, leteni, mimineni hapa, tumimine. Inamiminwa, itaziba sehemu zile zinazotakiwa kuziba. Imetengeneza bonge la zege. Sasa imemiminika sehemu inayotakiwa kumiminika, imeziba mianya inayomiminika inayotakiwa kuziba humo ndani. Huku imekuwa ikimwagika chini, manake ikikauka mtu hawezi kupanda kwa utelezo ulioko. Sawa? Hapa katikati kuna mianya yote iliyokuwa ipo kati ya chuma na chuma, zege imeingia. Lakini zege ya nini hapo? Ya shaba. Hiyo ndio picha ninayoipata mimi. Mimi sio engineer, sijui, naleta taswira tu. Sasa asije mtu akasema shekhe, kwanza unajua shaba na chuma havishikani. Na mimi sijasema vishikane, nimesema viingie kwenye sehemu ya mianya ile inayotakiwa ile. Sawa? Ile mianya inayotakiwa, baya chuma kule tap, mianya yote imeingia shaba. Hii shaba ikishikana unaweza ukatingisha. Chuma kama kiko katikati kule, kipo, halafu shaba zimeingia, zimetengeneza bonge la jiwe, hutingishi hapo. Sawa? Hiyo ndio ninaipata mimi. Ikiwa ndivyo au sivyo, Allahu aalam. Sasa akitengeneza hatua ya kwanza, imemalizika. Siku zinapita, leo na kesho Johni, lete vyuma. Hii hapa ikizungumzwa mara moja, sio lazima yarudiwe tena, yasemwe atuni zubar alhadid, na kesho atuni zubar alhadid, si ndio hivyo? Haitokuwa hivyo. Walipoambiwa leteni baa zile za chuma, manake ndio kazi inayotakiwa kufanywa. Hata idha sawa baina sadafain, mpaka akishafikisha kati ya mlima na mlima, levo imekaa vizuri, atuni ufrigh alayhi qitra, leteni. Kwanza anasema qala nfukhu, anasema washa moto, vimeshakaa vizuri hivi. Atuni, leteni, ufrigh alayhi, ni mimina juu yake nini? Qitra, shaba. Manake leteni shaba, ni mimina juu yake, si ndio hivyo? Kazi ikawa inakwenda namna hiyo. Akapandisha mzigo huo ukuta mkubwa namna hiyo, wenye upana kiasi gani sijui, maana kwenda huku sijui ni upana kiasi gani, vyuma vimepangwa kiasi gani, na shaba imiminwa kiasi gani, mpaka ikapanda mpaka juu ya mlima. Kutoka chini mpaka juu ya mlima
kwa mtindo wa namna hiyo. Kuna vyuma, kuna shaba imemiminwa, inamiminika mpaka huku upande wa pili. Taswira kwa mfano, ile shaba imemiminika mpaka huku, alafu imekauka huko. Kuna mtu atakuja kupanda hapa, apande aje huku? Unapanda na kitu gani hapo? Kwa zama hizo upandi, ukifika hiyo ndio hali iliyokuwa inafanywa na Dhulqarnain. Akajenga namna hiyo mpaka akamaliza. Allah anamalizia maneno akisema hivi, famasta'u an yadhharuhu, hawakuweza Yaajuju na Maajuju baada ya hapo. Manake alifanya kazi ile mpaka akamaliza. Alipomaliza amekaa nao muda aliokaa nao, halafu akawaaga, si ndio? Akishawaaga siku moja Yaajuju na Maajuju wanakuja wajaribu tena kuingia. Surprise, wanafika. Bonge la ukuta, nani kafanya kazi? Wakiangalia kule juu, hakupandiki. Hawana helikopta siku hizo. Ingekuwa na helikopta angeruka akaingia. Tunapandana nini kule? Famasta'u an yadhharu, hawakuweza kuupuka ukuta ule, kuupanda kupita kwa juu, kwa sababu ya kuwa uko juu sana, halafu ulivyotengenezwa na shaba ile iliyomwagika inateleza. Masta'u an yadhharu. Kwa wale watu wenye lugha pale, angalia kuweza kumetajwa, kuweza kupanda kumetumika bila ya te. Masta'u an yadhharu, famasta'u an yadhharu, hawakuweza kabisa kuupanda ukuta ule na kuupita upande wa pili, kuuruka upande wa pili hawakuweza. Manake kuupanda, kuchupa upande wa pili hawakuweza. Wamastata'u lahu, wala hawakuweza vile vile kwa ukuta ule naqba, kutoboa toboa labda. Sasa ya kwanza kuna famasta'u bila yate, ya pili wamastata'u. Hii iliondolewa te hii, manake ikiwa masta' hakuweza kupanda wala hata kujaribu. Ile akiona tu ameshakata tamaa, hawezi hata kujaribu. Tapandaje hapa? Hii ya pili yenye te, wamastata'u, wala hawakuweza vile vile lahu naqba, kuutoboa. Manake kwa kuwa chini wapo wanaweza kuja na nyundo zao wakajaribu kidogo, hautoboki. Lakini si wamejaribu, hawakuweza vile vile kuutoboa. Hii ya kwanza hii, hata kujaribu, unajaribu nini hapa? Ala zetu sisi zote haziwezi. Ndio ikawa famasta'u an yadhharu, hawakuweza kuruka upande wa pili. Wamastata'u lahu naqba, wala hawakuweza pia kwa ukuta ule kuweza kuutoboa wajaribu kuingia ndani, hawakuweza pia. Sasa Dhulqarnain amefanya kazi yake, amewatengenezea. Tunajifunza kitu. Alichokiomba kwao ni nguvu zao. Wametumia nguvu wale, lakini haikuwa nguvu tu, ni nguvu na utaalamu. Si walikuwa wanaona kazi inafanywa? Atuni zubara alhadid, wameshaona matumizi ya chuma ilivyotumika pale, ilivyotengenezwa. Alafu washeni, wameshaona vifaa kumbe vya kuwashia moto, washavijua, si ndio? Dhulqarnain akiondoka hana haja ya kubeba vitu hivyo. Hivi mtatumia siku nyingine, si ndio? Kwenye kazi zenu nyingine mtatumia. Amekushawafundisha kazi, sawa sawa, Anaondoka, amewaacha watu wanaweza kujitegemea kwa mambo yao mengine. Somo hili kwa watu waliopewa utaalamu ambao Allah amewamakinisha kwenye jambo, amewawezesha. Allah akikuwezesha usiwe mchoyo. Allah akikuwezesha toa huduma kwa jamii. Na katika mambo ambayo mja anasifika kuwa ni mja mwema sana mbele ya Allah ni yule ambaye anatoa manufaa kwa wenzake. Huyu ni mtu mzuri sana. Amali nzuri sana anaweza kuifanya ni kutoa manufaa kwa wenzie. Na hapo ndipo ubinadamu unapoitwa ubinadamu. Kwa sababu binadamu sio kwamba ana masikio mawili na miguu miwili na mikono miwili. Hata nyani anayo hivyo hivyo. Sawa sawa? Mtu anaweza kuwa na vitu hivi kama alivyo navyo nyani, lakini muuaji watu wakasema mnyama mkubwa huyo. Mtu huyo sio mtu huyo. Lakini pindi akiwa na huduma kwa jamii, mashaallah, mtu kweli huyo. Huyo ndio binadamu, anatoa huduma kwa wenzake. Sasa kama una uwezo halafu mchoyo na uwezo wako, Allah amekuwezesha, huna mpango na ulichowezeshwa, ni bakhili tu ulichowezeshwa, utakufa na elimu zako.
Wako watu wangapi walikuwa wanazijua dawa fulani fulani, hawafundishi mtu. Wasema asifundishi mtu. Na akitaka kufundisha anamwangalia mjukuu wake mmoja tu kwa siri, hata kwenye wanawe afundishe. Ana mjukuu wake mmoja anampenda, anamfundisha yeye pekee. Pengine mjukuu amewahi kufa kabla yeye. Hajafundisha mtu mwingine. Mjukuu amekufa, imeshaondoka na yeye siku 2-3 naye kafa. Ameondoka na elimu. Wako wengi wameondoka namna hiyo. Allah akikuwezesha jambo usiwe mchoyo. Toa huduma kwa jamii ili uchukue sifa ya binadamu. Huyo ndio binadamu. Binadamu anatakiwa arithiwe elimu zake. Wanyama hawarithiwi elimu bwana. Wanarithiwa elimu wanyama. Kwa mfano mtu anayemfundisha nyani kutumia kijiko kula. Nyani yule naye anaweza kufundisha wenzake. Unamwona nyani amevishwa suti, anakula kwa kijiko. Sawa, umemfundisha juhudi zote, lakini mweke na nyani wenzie. Hawezi kuwafundisha naye. Kwa hiyo wanyama hawarithiwi elimu walizonazo. Elimu tunarithiwa sisi wanadamu. Tukitumia vizuri, generation inayokuja nayo inachukua ile na inaipanua kuliko ulivyokuwa wewe. Lakini umefanya khiana, unaujua mzizi, mtu akitumia anapona, hufundishi hata watu wako. Wewe ukiondoka imekwisha. Kuwa mchoyo hivyo, lakini angalau watu 10 katika familia yako umewafundisha. Anasema ukiwafundisha itatoka haraka sana elimu. Haraka sana. Sasa sifundishi mtu. Mpaka amezeeka anafundisha mjukuu mmoja. Zimezikwa elimu na watu wamezikwa nazo. Tusiwe hivyo. Dhulqarnaini anatufundisha kitu hapa. Amekaa na watu mpaka anaondoka, amewaachia elimu. Na kitu kingine alichotufundisha, alipopewa pesa au kitu gani achukue kwa ajili ya kazi ile, akasema mbona alivyonipa mimi Allah vingi vizuri. Kwa hiyo kama Mungu amekupa cha kutosha, bado usiwe lazima unatamaa kwamba lazima nilipwe. Lipo ukiwa una shida kweli ya kuhitaji kulipwa, na wewe unahitaji kuendesha maisha, una kitu. Lakini wewe Mungu amekupa uwezo, umepewa khidma ya kuwahudumia mayatima. Watoto hawa maskini wameachiwa mali na wazee wao, wewe ndio unaweza kuisimamia, unasema nilipwe mshahara kwenye kazi yangu ya kusimamia. Uwezo unao, unalipwa mshahara na yatima. Huoni hata aibu? Ungekuwa huna uwezo, unafanya kazi ile kweli umhudumie yatima, na wewe unapata kazi, umepata ajira kwenye kazi yake, ni sahihi. Lakini kama uwezo unao, unachukua nini? Dhulqarnain anatufundisha namna hiyo. Sasa Allah akikuwezesha, toa huduma kwa wengine ambao Allah hakuwawezesha na uwezo unao wewe. Kingine ni hicho, alitoa elimu, alipoondoka amewacha na elimu. Sasa ameondoka, alipoondoka wamekuja jamaa kutaka kupanda, kufika ukuta mkubwa, kizuizi kikubwa, kipana, kimechukua usawa wa mlima kwenda masafa gani, sijui mita ngapi kwenda hivi. Halafu umemwagwa shaba kwa kweli, pametumika shaba sio ya mchezo. Famastau ayadharu, hawakuweza kuuchupa ukuta ule kwa kupanda waingie upande wa pili. Wamastatau lahu naqba, wala hawakuweza kwa ukuta ule kuutia tundu kuweza kupita, hawakuweza kuutoboa. Kingine tulichojifunza kwa Dhulqarnaini, amefanya kazi kubwa kweli ya kusifiwa, lakini hakujisifu. Alipomaliza qala, akasema hadha rahmatun min rabbi, hadha alladhi fa'altuhu, hii kazi yote niliyoifanya, rahmatun min rabbi, ni rehma kutoka kwa Bwana wangu. Hii si ndiye aliniwezesha? Ni rehma yake hii kunipa mimi. Kama alikunyima wewe, amenipa mimi, ni rehma. Sio kwamba mimi nikikufanyia kitu bwana, kitu kwa kweli bwana, hakufanya hivi, ana habari. Wewe huwezi kufanya vitu, niletee mimi. Hajisifu, hakuwa na majisifu yeye. Hadha rahmatun min rabbi, maana yake ni kwamba anatoa shukurani kwa Allah aliyempa neema ile. Na Allah ametuahidi, la in shakartum la azidannakum wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Waeleze Mtume alipotangaza Bwana wenu kwamba la in shakartum, mkionyesha shukrani, la azidannakum, nitakuzidishieni neema nilizokupeni. Na kuonyesha shukrani sio kwa maneno tu, maneno na vitendo. Alifanya vitendo huyu,
na alafu akamwambia Allah, hii ni rehma ulionipa. Anawaambia wale wasijisikie unyonge, hii ni rehma kutoka kwa Bwana wangu. Sawa sawa. Nabii Daud alayhi salam aliambiwa, i'malu ala Dauda shukra, fanyeni kazi watu wa Daudi katika neema mlizopewa, kuonyesha shukrani. Kwa hiyo kuonyesha shukrani sio kusema tu alhamdulillah Bwana Mungu amenineemesha bwana. Umefanya nini kwenye neema hizo? I'malu ala Dauda shukra wa qalilun min ibadi ya shakur, na ni wachache katika waja wangu wenye kuonyesha shukrani. Wafundishe Daudi kwa vitendo. Nabii Daudi alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, ni mfalme. Mungu amempa neema. Katika jumla ya neema aliyompa, chuma kwake kimelainishwa, wa alanna lahu alhadid. Amemfundisha namna ya kutengeneza deraya za chuma za kujilinda. Kabla yake Nabii Daudi ilikuwa watu wanatengeneza jidude kubwa unalivaa kifuani, hata ukilifunga humu mikono kwenda, yani mtu anatembea hivi kwa sababu amevaa dude kubwa, plate kubwa hapa, plate kubwa kwenye viungo tu ndio imeachia. Kwa hiyo akitembea mtu hageuki vizuri. Sasa kwa Nabii Daudi ikawa yeye chuma kimelainishwa, anaweza kukikunja kama anakunja unga wa ngano. Kwa Nabii Daudi chuma ilikuwa kama unga wa ngano, chuma chochote. Kwa hiyo sasa anapotaka kufanya, anawaambia mimi nataka mtengeneze deraya ya kuvaa. Kwa anatengeneza zile cheni ndogo ndogo, vile vidude vile ambavyo ukivingiza kinakuwa ni cheni. Hiyo unaitengeneza imesukwa, mtu akivaa mwili wote flexible. Sawa sawa, ukimpita humu itamlinda, akipigwa hapa katiki, lakini mkono unakwenda hivi. Sawa sawa, hiyo Nabii Daudi alifanya. Sasa yeye ni mfalme, halafu yeye ndio nabii, lakini ametingwa na watu kwa sababu Mungu amemwezesha yeye kuzifanya hivi. Kwa hiyo anawakunjia tap tap, anawekea tap tap, anawekea watu, wanaunganisha. Wakiunganisha kaka anajigonga zaka vizuri, kaka wataunganisha. Kama watatia moto hapo, haya wanajua wenyewe. Lakini yeye kazi yake kuzifanya nini? Kuzipindisha. Nazipindisha anawekea, nazipindisha anawekea. Pakihitaji chuma kikubwa kikukunjwe, chuma kikubwa kinashikwa kinakunjwa kama unga ngano. Ni rahisi tu. Hizo alipewa na akaambiwa fanya kazi kuonyesha shukrani, na akawa anafanya kazi kuonyesha shukrani. Mfalme mwenyewe anafanya kazi, nabii wa Mwenyezi Mungu anafanya kazi. Kwa hiyo tukipewa juhudi, tukimakinishwa na Allah akatuwezesha, tunawajibika kutumika, tutoe huduma kwa watu. Sawa sawa, ndipo ubinadamu unapojitokeza. Qala, akasema hadha rahmatun min rabbi, haya niliyoyafanya ni rehma kutoka kwa Bwana wangu. Manake mambo ya kidunia nimefanya, lakini msije mkadhani kwamba hii nikifanya ndio kitu cha kudumu sana. Kuna kazi ya Mungu ikija, hii si chochote, inavunjwa tu. Lakini kwa Yajuju na Majuju, hii hawapiti Yajuju na Majuju. Sawa? Fa idha jaa wa'du rabbi, anawakumbusha mambo ya mbele. Ikija ile ahadi ya Bwana wangu, ile kukapigwa baragumu ile, ja'alahu dakka, atafanya ukuta huu wote uwe vunjika. Milima yenyewe yote itavunjika. Wayasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa, wanakuuliza Mtume kuhusu milima itakuwaje. Sema Mola wangu ataichangua, ataibomoa. Fayadharuha qa'an safsafa, ataacha uwanja umenyooka, la tara fiha iwajan wala amta, hutaona bonde wala kichuguu hapo, safi, kumevurugika. Ni hiyo ahadi ya Bwana imekuja, limepigwa baragumu hapo. Kwa hiyo fa idha jaa wa'du rabbi, itakapokuja ahadi ya Bwana wangu, ja'alahu dakka, ataufanya ukuta huu vunjike chini. Wa kana wa'du rabbi haqqan, na itakuwa ahadi ya Bwana wangu hapo imetimia. Sawa sawa. Wa nufikha fi sur, ndio kana wa'du rabbi haqqan. Wa tarakna ba'dahum, na tutakuwa tumewaacha viumbe wakati huo, baadhi yao, yamuju fi baadhi, wanapondana, wana neno ya muji. Mauji ni kama mawimbi, mauji ni mawimbi sura yaona yanavyokuwa, zile harakati za mawimbi unaziona, yani sasa viumbe wakati kumepigwa baragumu kipindi hicho, tutawaacha viumbe yamuju fi baadhi,
sukumana huku na kule, kama vile mawimbi wenyewe kwa wenyewe, sukumana. Hikma ya maneno haya ni nini? Leo si mmekujengeeni ukuta huu, sadi nimejenga. Nikisema ukuta usifikiri ukuta hivi, tumejenga kizuizi, tuseme hivi, tumejenga kizuizi hiki. Kwa sababu gani kizuizi hiki? Kwa sababu kuna watu fulani wanawaogopa watu fulani, si ndio hivyo? Nyimwe huku na wengine hawezi kuingia, lakini siku hiyo yamuju fi baadhi, watu watakuwa wala hakuna mtu anayetaka kumnyang'anya mwenzie. Sasa ndio taswira ya maneno yenyewe. Siku hiyo ahadi ya Bwana wangu itakapokuja, hakuna kwamba mimi namkimbia fulani, wewe unakimbia na nafsi yako. Wewe Yajuju na Majuju naye anakimbia na lake. Yamuju fi baadhi wa nufikha fi sur, na litapigwa baragumu, fajamaanahum jamaa, tutawakusanya wote pamoja. Hilo litakuwa ni baragumu la pili hilo la kwa. Manake kwanza watu watasukumana kwa baragumu la kwanza, halafu wanufikha fi sur, litapigwa baragumu la pili, fajamaanahum jamaa, tutawakusanya wote pamoja. Sasa hizi baragumu ni mbili, zikizungumzwa baadhi ya nyakati unaona kama vile ni sasa hivi moja baada ya nyingine, ila kuna kipindi kirefu sana kitapita. Kuna kipindi cha baragumu la kwanza likipigwa lile, fasahiqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kutapigwa baragumu la kwanza, watazimia wote wamekwisha, illa ma shaa Allah, yule ile ambaye Allah ametaka asiporomoke, asizimie, si ndio hivyo? Halafu thumma nufikha fihi ukhra, kisha litapigwa jingine. Unaona kama pale halafu jingine, sio hivyo? Sawa vipindi virefu sana. Baragumu la kwanza linapigwa, watu wanaanguka, wanapotea fahamu, wote wamezimia, ila yule ambaye Allah hakutaka siku hiyo azimie. Mungu mwenyewe anawajua ni kina nani. Katika miongoni mwao yuko mmoja, nitawaambia Nabii Musa alayhi salam, kwenye baragumu lile hatozimia. Kuna hikma gani? Hikma ya Nabii Musa alayhi salam, kuna kipindi Allah alipozungumza naye. Sisi tumemzungumza Nabii Musa na vitu vingi sana, mtu mwenye mambo mengi sana, mengi tu. Sasa na hili ni moja la kwake. Allah alipoongea naye akafurahi, akajisikia faraja, akajisikia amani, mpaka akamwambia Allah, Rabbi arini anzuru ilaika, Mola wangu nionyeshe, jitokeze nikuone, nikutizame, niwe ninakuona hivi. Allah kwa kumwonea huruma kala, akamwambia lan tarani, Musa hutoweza kuniona, huwezi kuniona. Pengine kwa akili anataka kusema kwa nini, lakini Mungu haulizwi kwa nini, sio? Mungu amemwonea huruma, huwezi kuniona. Sasa kwa kuwa huwezi kuniona, ngoja nikwambie, walakin inzur ila aljabal, lakini utizame mlima ule mlima utizame. Fa in istaqarra makanahu, kama ule mlima utatulia vile vile ulivyo pale pale, fasawfa tarani, utaniona. Anazingatia Musa, kuna nini hapa? Ni utizame mlima, kama utatulia vile vile mtaweza kumuona Mungu. Akaukazia macho mlima. Allah anasema falamma tajalla rabbuhu liljabal, pindi Allah alipojionyesha kwenye ule mlima. Sisi hatumuoni Allah, viumbe hawamuoni Allah kwa sasa. Allah akafanya ule mlima umuone, akajionyesha kwa ule mlima. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka, akaufanya mlima ule, manake mlima ukawa unga umepondeka kwa Allah kujitokeza tu kwa mlima, kujionyesha kwa mlima ukawa unga. Musa alipoona mlima umekuwa unga, wa kharra Musa sa'iqa, Musa akaanguka, akapoteza fahamu. Sawa, kapoteza fahamu. Musa amepoteza fahamu, hajamuona Mungu, ameona yule kile ambacho kimefunuliwa kumuona Mungu, amekiona kilivyofanyika. Musa amepoteza fahamu. Angemuona Mungu yeye, manake ingekuwa hakuna kitu naye, kama ambavyo mlima.
haupo, mlima ukawa haupo. Sawa sawa. Sasa kwa kuwa kuzimia au kupoteza fahamu kwa kishindo, saika moja inampata Musa, ashaipata moja, Mungu kwa huruma zake hatompa ya pili. Siku ile ikipigwa ya pili, Musa atakuwa amewekwa kwenye arshi, ameshikilia, na ameshikilia chini pale, ameshikilia, hasikii kishindo pale. Amepata hilo Nabii Musa alayhi salam. Sawa sawa. Kwa hiyo Musa ana mambo mengi. Tukimpitia Musa kila wakati unapata kuna kitu. Ni mtu mmoja mkubwa sana. Watarakna ba'dahum yawmaidhin, na tutawaacha baadhi yao siku hiyo, yamuju fi ba'd, wakiwa wanasongana wao kwa wao, wanufikha fi suri, na litapigwa baragumu, fajamaanahum jamaa, tutawakusanya wote pamoja. Waaradna jahannama, na tutaionyesha jahannama yaumaidhin, siku hiyo, lilkafirin, kwa makafiri, ardha. Kuionyesha, uonyeshaji huu kwa makafiri ni uonyeshaji maalum, kwa sababu hata waumini jahannama wataiona hivyo hivyo, lakini mbona imetajwa lilkafirina ardha? Tutaionyesha uonyeshaji huu, uonyeshaji maalum, manake ni uonyeshaji wa kuingia, sio uonyeshaji wa hivi hivi. Uonyeshaji hii ndio kweli. Waumini pia wataona jahannam. Wataiona vipi? Si tunaambiwa kuna sirati, au sirati hamna habari nayo. Kuna kupita juu ya sirati. Kupita juu ya sirati, manake sirati ni njia ambayo imetandikwa juu ya mgongo wa jahannam. Sasa kuna mtu apite pale alafu jahannam wasione, na njia ilivyo nyembamba, na watu lazima wapite. Watapitaje? Waumini kupita kwao pale ni kupitishwa, yaani kwa imani yao na matendo yao, Allah huwapitisha kwa ile imani yao na matendo yao. Ile imani na matendo yao ndio chombo cha kupitia, kiasi kwamba yeye sio juhudi yake kupita. Kuna watu watapitishwa pale kama vile umeme, kulingana na alivyo na kiwango cha imani na matendo yake. Kuna watu wengine watapitishwa mwendo wa kama ndege fulani anapita kwa spidi hiyo. Kuna watu wengine watapitishwa pale kwa mwendo kama wa mtu anasota, anatambaa kwa alivyo, lakini ndio wamepita hivyo. Maanake ni kiwango cha imani yake ndio inompitisha hivyo. Sasa kwa makafiri hapo hamna namna ya kupita, kwa hiyo wao wakiuona moto ni uonaji mwingine. Sawa sawa. Kupita pale sio kupita kwa ujanja wa mtu. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz, aliyepushwa na moto, sio yeye mwenyewe kuepuka, sio rahisi, aliyeweza kupitishwa akaepushwa na moto. Lakini kuuona watu wote watapelekwa wauone, ni kwamba watu wamepelekwa pale kwenye moto. Sawa sawa, wamepelekwa, wameuona, sio kuingizwa. Sawa sawa, watu wote watakuwa wamefikishwa wote, kila mtu, muumini na kafiri. Lakini sasa kafiri kuonyeshwa kwake huku sio kuonyeshwa hivi, ni kuonyeshwa kwa maana sasa yeye anaingia. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, tutawaokoa wale ambao ni wacha Mungu, halafu tutawaacha wale ambao wamekuwa ni wenye kunani, waliokuwa ni waasi, mujrimina, dhalimina, tunawaacha, hawawezi kutembea, hawana chochote. Ndio maana ya ujumbe huu, waaradna jahannama yaumaidhin lilkafirina ardha, na tutaionyesha jahannam siku hiyo kwa makafiri. Kuionyesha kwa maana ni uonaji wa kuingia. Kina nani hawa? Alladhina kanat, umeona, alladhina kanat ayunuhum fi ghita'in an dhikri. Makafiri wenyewe ni wale ambao kanat ayunuhum, yalikuwa macho yao hapa duniani, fi ghita'in an dhikri, wamejiwekea pazia yako, yana vizibu, yana pazia, an dhikri, ya kunikumbuka mimi, ya kukumbuka utajo wangu, ya kuiona Qur'ani yangu. Wanaichukia, hawana mpango nayo, mpaka hawataki hata kuiona. Hawa sasa ndio watauona moto kwa sura hiyo. Sasa wakanu, na walikuwa, la yastati'una sama, hawawezi hata kusikia. Kama mtu alikuwa hawezi kusikia, si anaweza akasema ya Rabbi, mimi unanilaumu nini hata nilikuwa siwezi kusikia? Sio walikuwa hawawezi kwamba masikio hayasikii.
walikuwa hawataki kusikia. Yani lugha hii ni kama hivi, kama vile mtu anakuambia maneno yako ukiniambia yanaingia huku, yanatokea huku. Sasa ni kwamba hakusikia huyo, lakini usikiaji wake haumsaidii kitu. Bwana wewe sema mpaka uchoke, yanaingia huku, yanatokea huku. Sasa ndio hao walikuwa hawezi kusikia kwa maana hiyo. Sio kwamba hawasikii kweli, usikiaji usiofaa. Anakuambia bwana sema mpaka uchoke, mimi ndio amna kitu hapa, yanaingia huko yanatokea huko, au hapaingii chochote hapa. Unasemaje? Hamngii kitu hapa. Kwa hiyo anakusikia huyo, hataki. Sasa watu wenyewe ndio aina hii, wakanu la yastati'una sam'a, walikuwa hawawezi kusikia, manake hawasikii usikiaji wa kuwafaa. Tumemaliza kadhia ile ya Dhulqarnaini, tumemwona ni mtu wa namna gani, mpaka akafika pahali anawaambia itakapokuja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, huu ukuta, hiki kizuizi chote kitavunjika na ahadi ya Allah itakuwa imetimia, na siku hiyo Allah atawafanya viumbe waweze kuwa wanasongana wenyewe kwa wenyewe, na baragumu litakuwa limepigwa tayari. Sawa sawa, Hapo Dhulqarnaini habari ikawa imekwisha ya kwake. Ikaja habari sasa, Allah anatuambia na siku yenyewe itakuwa ni hivi na hivi na hivi. Sasa tuishie hapa insha Allah, tukikutana tena tutakuja kumalizia kipande kilichobakia cha Surat Al-Kahf. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.